Amen. Unaweza ukakaa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni ule usiku ambao tuliusubiri sana. Amen. Ni ule usiku ambao Mungu anakwenda kuponya malango yetu ya ndoa na mahusiano. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nguvu kubwa iko hapa. Kuna nguvu kubwa iko hapa. Kila mmoja anatakiwa aione na aikubali ifanye kitu kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna neema kubwa imeachiliwa. Kila mmoja anatakiwa aione na aikubali hiyo neema juu ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema wana wa Israeli walitangatanga nyikani, wakahangaika hawakuona mji wa kukaa, lakini wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na tabu zao. Maana yake katika dhiki yako ukimlilia Bwana, Bwana atakuponya. Katika tabu yako ukimuita Bwana, Bwana atakusaidia. Mungu wangu ninakushukuru. Asante kwa ajili ya neema. Jesus. Yesu, kisiharibike hata kimoja leo, mpaka tutoke, mpaka tuvuke, mpaka huo upako ukatuvushe. Kisiharibike kitu hata kimoja. Roho ya uharibifu itupishe kwanza, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Watu wako tumelia sana eneo la mahusiano, tunatamani leo tusaidie, tunatamani leo tuvushe. Kama kudhalilika imetosha, kutelekezwa, kuumizwa, kuvunjwa moyo, kulia imetosha. Baba, ninakualika wewe uliweka mzigo huu ndani yangu, ninakuita sasa. Kazi ni yako, ifanye wewe mwenyewe. Kazi ni yako, ifanye wewe mwenyewe, katika jina la Yesu. Amen. Usiku wa leo tunakwenda kuangalia lango la mahusiano na namna ambavyo Mungu anataka tusaidie. Sasa usiku wa leo Mungu anataka afanye kitu kwenye maisha yetu. Mungu anataka atuvushe pale ambako tumekwama. Unajua kuna mambo ambayo maombi hayawezi kufanya kazi. Kuna wakati ambao huwezi kuomba. Kuna wakati ambao hata ukijilazimisha kuomba huwezi kuomba. Kuna wakati ambao hata mtumishi akuhubirie yataingilia hapa, hata kutoka yatatoka, yataganda na yatakufa umo ndani na matokeo huyaoni. Mungu anapotupa neema, Mungu anapotupa upako wa kufanya kitu, maana yake anao uhakika kwa wakati huo kuna mtu atasaidiwa. Mungu alitumi neno, Mungu atumi nguvu, isipokuwa najua kuna mtu atafaidika nayo. Mungu atumii gharama, isipokuwa kuna mtu nafsi yake lazima iokoke. Kama anajua kabisa kuna watu ambao hawatapokea, hafanyi, ashughuliki. Lakini nyewe wenyewe ni mashahidi. Tunapomuita Bwana Mungu wetu shuka, anashuka, nguvu zake tunaziona. Kama Mungu atashuka na nguvu zake tutaziona, alafu bado kuna kitu ambacho kitakuwa sugu kwenye maisha yetu, basi tatizo ni la kwetu, sio la Mungu. Tatizo ni sisi. Na leo hii usikubali ukawa miongoni mwa watu ambao wamelifuga tatizo ndani yao. Ruhusu Mungu akusaidie. Na wakati ambao ni mgumu wewe kuomba ni wakati unaitwa wakati wa hisia. Kila mwanadamu ameumbwa na hisia. Mnisikilize kwa makini sana. Kila mwanadamu ameumbwa na hisia. Achana na hizi hisia za kukasirishwa na kufurahishwa. Kuna hisia ambazo zinaitwa hisia za upendo. Sio upendo kwa Mungu, upendo kwa mtu. Sio upendo kwa mwanao, upendo kwa mtu mzima kama wewe, ambaye mtu huyo mnawekeana ahadi kwamba aisee, ikifika siku fulani utakuja kwetu kutambulika, utatoa pesa, utanichukua, tutaenda ndani, tutapika, tutapakua. Maisha yetu yote nitakuwa nikilala, nikifunga macho, nikifungua ninakuona wewe. Wakati huo uwaga maombi yanagonga mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Katika wakati huo uwaga maombi yanagonga mwamba. Utamshauri nini mtu akuelewe kuhusu kuomba? Wakati ambao mtu moyo wake umependa, umepitiliza, ni wakati ambao ni ngumu sana mtu kuomba. Na ndio maana wengi Mungu hawaoneshi mambo kuhusu wenza wao. Hutaka uone maono kwa sababu moyo wako umelewa upendo. Biblia inasema upendo unastiri wingi wa dhambi. Kustiri mnajua maana yake? Hapa kuna ufunguo. Hichi ni kitambaa. Kustiri, ufunguo unaonekana, maana yake haujasitirika, upo wazi. Kustiri ni kufunika ufunguo usionekane. Kwa hiyo upo lakini hauonekani. Maana yake hata kama mwenzako ana kichwa kama ng'ombe, upendo unavyoingia unakifunika kile kichwa cha ng'ombe, hakionekani, anaonekana handsome boy. Bwana Yesu asifiwe. Upendo unaficha, unafunika, yani havionekani tena. Utakuja kusikia tu baada ya kuachana, kabla ya kuachana utasikia jamani Wapare wanajua kupenda. Baada ya kuachana utasikia ile kabila ya Wapare asisikieni ni mabaili, lakini mwanzo walikuwa wako pamoja. Upendo ulitia upofu asiweze kuona. Lakini kama uko hapa, uko kwenye mahusiano na mtu, ama umewahi kuwa kwenye mahusiano na mtu na bado ukawa na uwezo wa kuota ndoto kuhusu huyo mwenzako, jua kiroho chako kina nguvu. Jua taa yako ya ulimwengu wa roho
bado inawaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini taa ikizimwa, utapiga maombi mengi lakini hayatakusaidia. Utapiga maombi, ukirudi ndo kwanza moto unawaka, jitu linakuwa mbogo. Kila ukipiga maombi ni kama unaongeza switch. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana uwezi ukamwomba Mungu kitu wakati anajua jibu lake unalo. Bwana Yesu asifiwe. Bado unampenda? Ndio, nampenda sana. Kiugomvi cha siku moja, unaenda mbele za Bwana, Baba, kama ikitokea kuna ajali, hemu ipitishe tu kwa huyo mtu, hemu vunja ile miguu, likome, lishike adabu, lishike adabu. Unapiga maombi. Sikilizia sasa, kile kipindi cha kutokuelewana kikapita, kikaja kipindi cha upendo. Mimi nakwambia watumishi tunapata sana kazi. Utashangaa mtu anakuja kukwambia, mtumishi, aise tuombe, ombea uchumi wangu. Unamwambia mbona wewe ufanye kazi? Uchumi wa bebi wangu Mungu amfanikishe. Unaanza kuomba kwa ajili ya uchumi wa mumeo. Baadaye unakuja kusikia, mtumishi, aise tubadilishe maombi, ninaomba tu nipate riziki yangu mwenyewe, yule mwingine yule mwingine asipate. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi cha upendo ni kipindi cha upumbavu. Sema upumbavu. Kipindi cha upendo ni kipindi cha upumbavu. Kitu ambacho kilikuwa kinaonekana dhambi kinakuwa sio dhambi tena. Bwana Yesu asifiwe. Mbona mimi sinanyoa hivi? Kipindi cha upendo kikifika, nikaambiwa nyoa kiduku, amna Mkristo kanisani atanishauri. Nitakuja na maandiko kabisa ya kuonesha kiduku ni sahihi. Na hiyo hali Mungu amempa kila mtu, na ndio maana ametupa ibada tukutane, kwamba wakati wewe mapenzi yamekuzubaisha akili, sisi wengine tunakuwa bado hatujazubaishwa, tunakuambia my friend, omba kabla balaa hajaja. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake tunakuwa na nafasi ya kukutia chaji, kukutia moto. Tusome kitabu cha Kutoka. Tusome kitabu cha Kutoka. Tuanzie mstari wa 23. Biblia inasema, hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri akafa. Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahim na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Makofi kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe tena. Tuongeze kwenye sura ya 3 hapo. Angalia tu chini kwenye Biblia yako. Kwenye sura ya 3, hiyo Kutoka. Kwenye sura ya 3 mstari wa 7. Biblia inasema, Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema. Sema nchi njema, sema ndoa njema, sema mahusiano mema. Alafu anasema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahala pa Mkanani na Mhiti na Momori na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Sikiliza ufunuo huu. Biblia inasema wana wa Israeli walikuwa katika machungu, walionewa, walikaa katika utumwa, wakateseka kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Na ninyi wote ni mashahidi. Hamna utumwa unayeuma kama ule utumwa ulioko ndani ya chumba chako. Yaani nikiwa na maana katika ndoa, utumwa wa ndani ya ndoa ni mbaya kuliko utumwa wa kimkoa, kwa sababu utakuta labda mko hapa mnatumikishwa wengi. Kwa hiyo wanasemaga msiba wa watu wengi ni sherehe. Yaani wakati wewe unalia, utashangaa kuna mwenzako analia zaidi, kwa hiyo haikusumbui. Lakini ndani ya ndoa unayelia ni wewe peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukipita mahala pagumu, atakayekuwa analia ni wewe peke yako. Na mbaya zaidi, mkitoka nje utalazimika uigize, uvae sura ya kucheka, wakati ndani umebeba uchungu usiokuwa wa kawaida. Na wahanga wakubwa wa lango hili ni wanawake. Biblia inasema udhaifu wa mwanamke utakuwa kwa nani? Kwa mumewe. Na kama udhaifu wa mwanamke utakuwa kwa mume wake, maana yake mwanamke ndiye ambaye anaangukia kwenye janga la kuteseka zaidi kuliko mwanaume. Ukiona mwanamke ameamua kulipa kisasi, jua ameteseka, kama sio miaka 20 ni 40. Wanawake sio wepesi wa kulipa kisasi. Bwana Yesu asifiwe. Utapiga mangumi, akipita njiani anaambia dada, nitageuza chumba chako kuwa ufalme. Anavumilia. Bwana Yesu asifiwe. Hatoki nje ya ndoa, anavumilia, ajipa moyo. Wakati huo huyu mwenzako huku anakutembezea kichapo sio cha kawaida, lakini huko nje unavumilia mengi ambayo unakutana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku ikafika, kashetani kakakuingia, mwanamke akaamua kulipa kisasi.
Mimi nakuambia shetani mwenyewe atakaa pembeni aangalie jinsi mauaji yanavyofanyika. Kuna mwanamke mmoja kule Arusha alimkatakata mume wake vipande, alafu akaviweka kwenye sufuria, akatia maji, akatia ndimu, akatia viungo, akaanza kuchemsha supu, alafu akaeka bakuli mezani, akawaambia watoto wake njooni mnywe supu, akaweka kichwa cha baba yao kwenye lile bakuli, akawaambia kunyweni supu. Bwana Yesu asifiwe. Unaona majicho ya baba yako kwenye bakuli namna hii, uvuke na Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke ni kiumbe imara, lakini wakati wa upendo ni kiumbe dhaifu, kiasi kwamba Yesu anawekwa pembeni. Wakati wa upendo mwanamke anasahau habari za mbingu. Naomba mnielewe vizuri. Wakati wa upendo mwanamke anasahau habari za nini? Za mbingu. Ukiona mwanamke anatiwa makofi kwamba kuanzia leo siende kanisani, anasema wacha, chukua vyote niachie Yesu, ninaenda kanisani, jua bado penzi halijamkolea. Bwana Yesu asifiwe. Penzi likimkolea, my friend, nyewe wa kanisani mtaachwa, niachie mume wangu. Bwana Yesu asifiwe. Penzi likaingia kwenye akili, ni ulevi mmoja mbaya sana, na ndio maana Biblia inasema msilewe kwa mvinyo. Mvinyo ni kitu chochote kinachokuzidia akili yako, kitu chochote. Kwa mfano, kama mimi napenda kunywa soda sana kupita kiasi kwamba siwezi kulala bila kunywa soda, mimi ni mlevi wa nini? Wa soda. Anasema kulewa kwetu kuwe Roho Mtakatifu. Maana yake hata kama mapenzi yatatawala akili yako, Roho Mtakatifu kuna wakati atakwambia, my friend, huku unakoelekea ni kubaya. Hakuna utumwa mbaya kama utumwa wa ndani ya nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna maumivu makali kama hayo. Nakumbuka wewe ni mwanamke ama mwanaume, utatakiwa kuendelea kufanya majukumu yako kama kawaida. Kama kupika, utatakiwa kuendelea kupika. Kama kutafuta hela kwa uchungu, utaendelea kutafuta kwa ajili ya jitu ambalo halioni kile unachokifanya. Leo hii Mungu anataka aponye malango yetu ya mahusiano ili tusije tukaangukia kwenye hatma ambayo itageuza nyumba zetu kuwa tanuru la moto. Kuna watu wanaishi ndani ya tanuru la moto. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya tanuru la moto, moto una tabia ya kusikika hapa, uchungu kwenye kifua, maumivu makali kwenye kifua, uchungu wa kupitiliza. Kuna watu wanakaa kwenye tanuru, ndoa zimegeuzwa kuwa tanuru, wana maumivu sio ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kwa siku za leo uwepo wa wanawake kufanya kazi kuliko waume zao na kupata vipato kuliko waume zao umekuwa mkubwa sana. Biblia inasema wana wa Israeli walipopita kwenye uchungu, ikafika stage wakalia. Wakati wanalia, mbingu ikasikia. Mbingu iliposikia machozi yao, Mungu akashuka, akasema nimeshuka ili kuwatoa. Maana yake ni hii, wana wa Israeli walikuwa kwenye utumwa wa kubebeshwa matofali, lakini leo hii kuna watu wapo kwenye utumwa wa mahusiano. Sasa Mungu akashuka, anasema sasa ameshuka ili awasaidie. Hem, tuende kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 13 mstari wa 8 mpaka 14. Samueli wa kwanza sura ya 13 kuanzia mstari wa 8. Biblia inasema, akangoja siku 7 kwa kadri ya muda uliowekwa na Samueli, lakini Samueli hakuja Gilgali, nao watu wakatawanyika mbali naye. Sauli akasema, nileteni hapa sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani. Akaitoa sadaka ya kuteketezwa. Hata mara alipokwisha kuitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, kumbe, alama ya mshangao, Samueli akatokea, naye Sauli akatoka kwenda kumlaki na kumsalimu. Samueli akasema, umefanya nini? Naye Sauli akasema, ni kwa sababu naliona ya kuwa watu wanatawanyika mbali nami, na wewe hukuja siku zile zilizonenwa, nao Wafilisti wamekusanyika pamoja huko Mikmash. Mstari wa 12, basi nikasema, Wafilisti watanishukia sasa mpaka Gilgali kabla sijaomba fadhili za Bwana. Kwa hiyo nalijishurutisha nikatoa sadaka ya kuteketezwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kitabu kile cha Kutoka tuliposoma, Biblia inasema Mungu atawapeleka watu wake kwenye nchi ya Mkaanani, sio kwenye nchi yao, kwenye nchi ya Mkaanani. Sasa hapa nataka nizame ndani kidogo ili unielewe vizuri. Kwenye haya maisha kuna kitu kinaitwa pattern. Kuna kitu kinaitwa pattern. Tutolee mfano gani? Mmeshawahi kuona vigae vile vinavyowekwa kwenye ardhi, vinakuwa kama vimechongwa namna hii, vinawekwa kwenye ardhi badala ya tiles. Hata kwenye mahospitali mengi unaweza kukuta kwenye ule uwanda ambako unatoka kutoka getini mpaka ndani, unakuta kuna vigae fulani vimeshikana namna hii. Mmeshawahi kuona kitu kama hicho? Mnafahamu eh? Sasa ile ni pattern ambayo inaungana, yani ni vitu ambavyo vinaungana. Sasa pattern sio kwenye vigae tu, pattern ipo mpaka kwa watu, kwa binadamu. Naomba mnisikilize vizuri. Kuna watu kwenye hii dunia wamependana kwa ukawaida, lakini kwenye ulimwengu wa roho ni sawa na vidole vinavyosukumana. Hata wajaribu vipi, waweke surprise, waweke vizawadi, waweke mapenzi ya rangi gani, kamwe hawawezi kuvaana kisawasawa. Bwana Yesu asifiwe.
Wanadamu hawezi kuvaana kisawasawa, mpaka ndugu wataingilia kati, jamani, ndoa yenu elewekeni. Lakini bado, na ili ndoa iwe na amani, mmoja atalazimika kuwa na safari tu za ghafla, akitoka akaenda kakaa wiki, akirudi ndoa ina amani. Bwana Yesu asifiwe. Kikiwaka tena kidogo, utasikia kuna safari tena ya wiki, anaenda, kwa sababu vidole hivi vinasukumana. Kadri vinavyojaribu kukaa pamoja, huu msukumano, kwa sababu hakuna mtu anayetaka kupishana na mwenzake ili wavaane, lazima utaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa vidole kusukumana, ama watu pateni zao kusukumana, haina maana wakipika mayai hayataiva, haina maana wakipika wali hautaiva, haina maana wakishona kaunda suti hawatapendeza. Watapendeza kwa sababu wana miili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika ulimwengu wa roho, kama mmoja alikuwa na ndoto, zile ndoto zinakufa. Kama mmoja alikuwa na karama, ile karama inakufa, kwa sababu kwenye msuguano wa aina hii ni lazima vitu fulani vivunjike ili hawa watu wawe pamoja. Kama mtu huyo alikuwa na karama, itakufa tu. Kama mtu huyo alikuwa na ujuzi, ule ujuzi utapotea tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukaona mwenzako sio fundi gereji, hajawahi kushika gari, hajui gari lilivyo, lakini ukamwambia, baba fulani, kuna gari limeharibika hapa, wanataka mtu wa kusaidia. Ukaona akashika spana na pale pale akawa na uwezo wa kulitengeneza, jua pattern zimefanana. Bwana Yesu asifiwe. Anapata ujuzi ambao hakuwa nao mwanzo. Kadri anavyokuwa karibu yako, maana yake pattern hazisukumani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ujuzi fulani unaingia ndani yake, kuna neema fulani inaingia ndani yake ambayo sio neema ya kawaida. Na wewe mwenyewe unajikuta kanisani, ulikuwa una uwezo wa kuimba, ukiimba sauti inaparuza, lakini akiwepo pale unapanda mpaka kii ya 12. Unajikuta una uwezo, huongeagi vizuri na watu, ukiongea na watu unawafokea, lakini baba fulani akiwepo pale, sauti inakuwa nyororo kuliko ya Angel Bernard. Unajikuta una uwezo fulani, kuna vitu vinabadilika, maanake pattern zimefanyaje? Kuna watu wako kanisani, aisee, msipopona hapa mtakaa muwahi kupona. Kuna watu wapo kanisani, ni kweli ni watu wazuri sana, wanampenda Mungu sana, lakini wakirudi nyumbani pattern zinasukumana namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Kufanana kwa pattern hakuhusiani na swala la dini, hakuhusiani na swala la kwenda mbinguni, kuna husiana na swala la uumbaji, maumbile ambayo Mungu ameyatengeneza katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwona mwanamke mkorofi kabisa, jeuri kwenye hii dunia, ukamtazama ukasema hili likorofi, kuna mtu ambaye akikutana naye mkorofi mwenzake watafanana. Bwana Yesu asifiwe. Watafanana vizuri kabisa. Ukaona mwanamke anapenda kuvaa vinguo vifupi, kila mtu anamkataa, atakuja akutane na mwenzie anayevaa mlegezo, watafanana. Hilo ulijue kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna wale ambao yeye anapenda kuvaa kimini, anakutana mtu anayevaa bwanga, analazimika kukavua kale kamini ili afanane tu na huyu mtu. Ukiona unatumia nguvu kubwa kufanana na mwenzako, pattern zimekataa. Usilazimishe, mwisho wake ni maumivu. Na kama tayari upo ndani ya hiyo ndoa, aisewe, una kipengele chako maalum leo cha kuombewa. Kama tayari upo kwenye mahusiano ambayo pattern zimekataa, unatumia nguvu nyingi kwa ajili ya kufanana na mwenzako, aisee, leo unamhitaji Yesu kuliko watu wote. Tukianza kuomba hapa, uwepo hapa madhabahuni una garagara. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana leo hii sihitaji watu waachane, ninahitaji watu watengeneze. Sasa Biblia inasema kwamba Mungu atawapeleka kwenye nchi ya Mkanani. Nchi ya Mkanani maana yake nini? Kulingana na ufunuo wa ibada ya leo, nchi ya Mkanani maana yake ni hii: kuna watu ambao hawana imani moja na sisi, kuna watu ambao sio dini moja na sisi, sio dhehebu moja na sisi, lakini Mungu ana uwezo wa kuwekeza vitu ambavyo vinaweza kutufaa sisi tukasonga mbele. Kuna watu ambao anaweza akawa tofauti kabisa. Kwani uliambiwa ise usiwahi kuoa ama kuolewa na Chaga kabisa, lakini Mungu ana uwezo wa kuwekeza kitu ndani ya Mchaga kikawa ni sawa na maziwa na asali kwenye maisha yako. Na ndio maana Mungu anasema nitawapeleka kwenye nchi ya watu wengine. Ghafla tu badiliko linaanza. Simple. Yaani leo ni usiku wetu, tiba lazima itapita hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna ajali kwenye hii dunia. Hakuna nini? Ajali kwenye hii dunia. Kila kitu kina sababu. Na wengi wanakutana na wahubiri vipofu wakifika makanisani. Kwa hiyo moja kwa moja unaambiwa kimbia kwenye hiyo ndoa, kimbia. Unasikiliza amina mtumishi, unakimbia na vitoto vako viwili namna hii. Mwisho wa siku unakaa kanisani, jamani naomba mnisaidie. My friend, utakufa kifo cha aibu. Kaa chini kwanza. Sikiliza hili neno, litakusaidia leo. Mungu anao uwezo wa kugeuza maisha ya huyo mtu, akayageuza yakawa bora kuliko hata mtu ambaye amewahi kujua kufunga na kuomba. Hili neno la kwako. Kama utaendelea kushikilia mambo ya udhehebu, potelea pote, sio mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kama uliwahi kuanza mahusiano
ukiwa nje ya wokovu, neema ya Mungu bado haijaja kwako, na hayo mahusiano uko nayo mpaka saa hii, aisee, bado unalo jukumu la kubadilisha hiyo jehanamu ikawe paradiso. Bado unao neema ya kubadilisha, usikimbie, tutamiliki. Sasa watu wengi ambao hawajapata mhubiri wa kuhubiria mambo ndo wanajikuta wameolewa kwenye ndoa nyingine, lakini waume zao halisi sio wanaoishi nao, ila kwa sababu ushafungishwa kanisani hakuna namna. Mtu mmoja akanifuata kitu confidential kidogo, akaniambia hakuna mtoto wa miaka 18 chini ya miaka 18 hapa. Akaniambia, mtumishi, wakati ninakutana na mke wangu, wakati tunakutana namna hii, tunafurahia hilo tukio, ghafla mke wangu akataja jina la mwanaume mwingine ambaye sijawahi kumjua wala sijawahi kumuona. Yaani wakati upo kwenye faraga na mumewe, akataja jina la mtu mwingine ambao mume wake hajawahi kulisikia wala kuliona popote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anauliza, huyu ni nani? Moto umewaka, moto umekuwa mkubwa. Kuja kumhoji yule mwanamke, anasema aisee, huyu alikuwa mwanaume wa kwanza kabisa kukutana na mimi tukiwa sekondari. Bwana Yesu asifiwe. Kadri akikana mume wake akimfanyia vitu vizuri, akimwangalia, ili amfurahie mume wake, inabidi atengeneze taswira ya yule mtu ambaye alikutana naye kipindi hicho wakiwa sekondari. Ni vizuri usifikiri ni kwa ajili tu ya kufurahia ndoa yako, inakukosti pia kwenye ulimwengu wa roho. Hutakaa utunze nguvu za rohoni, never. Roho Mtakatifu hatokaa ndani yako, never. Hatokaa ndani yako, una manage kabisa. Upo na huyu anaitwa Suleimani, lakini una manage, Mungu wangu nisaidie nisitaje jina la Shafii hapa, nisaidie nisitaje jina la Shafii baba, hata lile la Juma nalo nisilitaje. Yani unapambana kabisa, unatumia nguvu. Umewajaza hao watu, unafikiri nafsi yako iko salama? Yani umewajaza kabisa, unafikiri uko salama? Haupo salama. Hizo nafsi lazima zitakudai. Sasa natamani tuwe na muda mrefu sana, lakini muda huu hauturuhusu sana, lakini nataka leo Mungu akusaidie. Leo Mungu akusaidie. Kuna kundi la watu wengine mko hapa, mlishaingia kwenye huyu, mlipata watoto, huyu akaenda kimpango wake na wewe ukaenda kimpango wako. Ukitafakari kwenye ulimwengu wa roho kabisa, roho Mungu anakushuhudia huko sio kwako tena. My friend, chomoka huko, chomoka huko. Yana hata usiwaze mara mbili, usiumize huo moyo wako. Unajua unakuta ni miaka 15, miaka 10 imepita, umeachiwa jangwani, lakini bado unamwambia Yesu, itakuaga tu. Jamali inapiga maisha, wewe uko Yesu, itakuaga tu. My friend, ifike mahali umwambie Mungu, huu mlango ninaufunga, hautafunguka isipokuwa kwa kauli yako tena. Chungu linapiga maisha, linaenda linabeba ma HIV, HIR, HIZ, linakuletea yote. Leo usikubali. Kama unataka uwe huru, usikubali. Andiko hili nililokusomea la mwisho linasema Samuel alimwambia Sauli, usitoe sadaka mpaka nije. Wakati amemwambia usitoe sadaka mpaka nije, jamaa amekaa namna hii, akaanza kuona watu wanaondoka. Alivyoona watu wanaondoka, asema watu nitawavutaje karibu, nitawawekaje karibu yangu? Kwa hiyo ngoja niwaambie ninao uwezo wa kutoa. Jamani, joeni, ninao uwezo wa kutoa sadaka, nitatoa vizuri kabisa kama mtumishi wa Mungu. Wakati watu wamemsogelea, ametoa tu sadaka, mtumishi naendo anafika hapo. Maana yake ni shetani anawapiga single parents. Shetani anawapiga watu ambao wamekaa kwenye upweke kwa kitu hichi kimoja, kuwapa akili kudhani wamepoteza muda, kwamba wapo nje ya nini? Nje ya muda. Unajiangalia kabisa kwenye kioo, unasema aisee, kweli Mungu anaumba, lakini hii sura yangu hii, nisipojipendekeza sitaka niolewe. Bwana Yesu asifiwe. Kabisa unajiangalia. Ukienda kupiga picha, kama ni mwanamke, kameramani yuko huku, unatakiwa ugeuke umpe sura, wewe unampa mgongo, unajigeuza namna hii ili watu waone kashepu kako. Vyote hivyo ni shetani anakudanganya kwamba umepoteza muda, yani upo nje ya muda. My friend, kama mwanadamu yupo hai, hajapoteza muda. Kama mwanadamu yupo hai, hajapoteza muda. Tembea, nenda. Ninaye rafiki yangu mmoja na miaka 55, mhubiri jembe, mwanaume. Kanisani wamepiga kelele, wamefanya maombi, oa. Anasema nasubiri kwa Bwana, miaka 55. Elia alisema niko peke yangu. Mungu akamwambia uko peke yako, ninao watu 1000 kama wewe. Maana yake wakati ambao shetani anakudanganya kwamba usiporudiana na yule mtu, hata kama alikutesa, usiporudiana naye, umeshapitwa na trendi. Rudiana naye tu ili uendelee tu kuishi tu hivyo, ili na wewe usemege kwamba jamani aliolewaga. Wakati huo shetani anaendelea kukudanganya, anakuingiza kwenye mtego ambao kuchomoka itahitaji gharama, na hiyo gharama ninao uhakika hutakaa uilipe. Huna uwezo wa kulipa kwa sababu wewe si ndo mgonjwa. Mgonjwa atajitibiaje mwenyewe? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema akaona watu wanaondoka. Maana yake hata ukipita njiani umepodoa, usikiki watu wakianza kuongea, ukiangalia watu wanaokuzunguka unaona hapa kanisani kwetu kwa jinsi tulivyo, wanawake ni wengi, hamna kijana ambaye anaweza akaguswa kuoa. Ghafla muujiza unatokea, jamani, ameingia kijana mpya kanisani kama Apostle Isaac hapa. Amefuga ndevu zake vizuri, amechana nywele vizuri, anapiga maombi, unasema
aise, huyu ndiye wa Bwana. Ghafla bin vu Isaac anakwambia, aise, nina watoto wawili, mke wangu nilikuwa nimemwacha pwani, ninataka sasa aje da. Unasema Yesu wangu. Kwenye ulimwengu wa roho tayari umeshapiga maombi, nimeshaivunja hii ndoa na watoto washakufa, huyu ni wa kwangu. Lakini kwenye ulimwengu wa mwili umechill. Bwana Yesu asifiwe. Ghafla unashangaa tena inakuwa hivi, unaweka matarajio mengi. Aise, huo ni uongo wa shetani. Acha kuvitafuta hivyo vitu, kwa sababu Mungu tayari anavitafuta kwa ajili yako. Mungu anavitafuta kwa niaba yako. Hata kama uone, yeye anafanya kazi wakati wewe umelala, yeye halali. Akawaita wale watu akasema, nitatoa sadaka. Maana yake huyu mwanamke ama huyu mwanaume ambaye amekaa kanisani muda mrefu, shetani ameshamwambia, Isa, ukikaa muda mrefu viungo vyako vitakufa. Sasa ili visife, hemuita alafu ujaribu. Kwa hiyo mwanamke alikuwa anasema uzinzi ni dhambi, ameshapata kabebi kapya, anaona ngoja nifunue sketi ili asiondoke. Anafungua sketi, shwa, kwisha habari yake. Inakuwa ni dhambi fulani takatifu. Yaani wakati mnazini unaita Yesu wangu, Yesu wangu, Yesu wangu. Mkitoka pale ise, ubarikiwe sana. Ukija kanisani toba yako inakuwa ya kistaa. Yaani unajua kuna toba ya kistaa Yaani unatubu hata utaki hata kupiga magoti. Yaani upo tu. Huo ni uongo wa shetani. Mwisho wako unakuwa mbaya. Akasema, msikimbie, hata mimi ninayaweza. Njoeni. Akawaita watu, na mimi nayaweza. Akatoa sadaka. Wakati anatoa tu pap, ghafla mtumishi ndo anafika. Maana yake ghafla mtu sahihi aliyebeba hatma, wakati unafungua sketi shap, na yeye ndo anapita, na yeye ndo anafika. Wakati anafika, kwa sababu ulishafanya lile tendo la zinaa, lile tendo linaanza kupiga kelele kinyume chako. Watu hawajui, lakini nimalize kwa maneno haya. Anayemwaga damu na anayezini kwenye ulimwengu wa roho, wote dhambi yao ni, siko mnanielewa? Ni hii, anayezini kwenye ulimwengu wa roho, mtumishi ili ajue kama huyu mtu amezini, anaiona damu imemwagika. Na anayeua, ili mtumishi ajue kama huyu mtu ameua, anaiona damu. Kwa hiyo vinafanana. Watu wa roho wanaweza kanielewa, vinafanana kabisa. Yaani unaweza ukakaa hivi ukahisi kama fulani ni muuaji, kumbe amezini. Na ndio maana ibada za kishetani sio zote wanazotoa kafara, nyingine ni wanazini tu, nyingine zina tu inafanyika simple. Zina inafanyika, utasikia video ya utupu ya fulani imevuja hivyo simple. Ile ni ibada, ni sawa na kafara inayofanyika ya kupindua gari. Maana yake wakati ambao unafanya tu kile kitendo pap, ni sawa na umemwaga damu wewe pamoja na huyo mwenzio. Na wakati umemwaga ile damu, lile tendo kwa Kiingereza linaitwa sex, sex. Kirefu chake ni sacred energy exchange, mabadilishano ya nguvu ya ndani, mabadilishano ya neema iliyoko ndani, mabadilishano ya ile taa ambayo Mungu ameweka ndani yako. Kwa hiyo ukikutana na mpare, ile roho ya mpare inaingia ndani yako, na wewe roho ya mbena inaenda. Bwana Yesu asifiwe. Panakuwa na mabadiliko kwa sababu mmeshabadilishana. Ile damu inaanza kupiga kelele. Kwa hiyo mwenzako akija namna hii, kama lile jitu lilikuwa lisaliti, na wewe unaanza kuonekana msaliti. Kama lile jitu lilikuwa nilichoyo, na wewe unaanza kuonekana mchoyo. Na wengi mlioko hapa mna hilo tatizo. Kwenye ulimwengu wa roho mmezibeba sifa ambazo sio za kwenu, kisa tu kudanganywa kwamba umepoteza muda. Hujapoteza muda. Hata uwe na miaka 45 hujapoteza muda. Bado upo kwenye ramani. Bado upo kwenye ramani. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake hata wewe hapo ulipo ni beautiful zaidi ya hivyo ulivyo, ila tu umevamia chaka la watu. Mwenye mume wake ambaye ni huyo ulionaye yupo zake kwenye kigodoro, ama anapiga ramli, anasema mume wangu aje popote alipo, wewe mlokole umemshikilia. Sema kwa jina la Yesu, kama niliwahi kupoteza muda, ninatangaza kutoka kwa jina la Yesu. Ninatangaza kutoka, ninatangaza kutoka. Lango la mahusiano likakombolewe kwa damu ya Yesu. Kama niliwahi kulia, kama niliwahi kuumizwa, kama niliwahi kuumia, Bwana Yesu, usiku wa leo ninaomba nguvu ya kutoka kwenye laana hii, kwenye kifungo hichi. Kama niliwahi kujizibia mlango, kama niliwahi kujizibia riziki, Bwana Yesu, ninaomba toba, ninaomba neema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Usa moyo wako. Roho Mtakatifu, neno hili ulilolituma halitapotea. Wapo waliolia hapa, Baba unajua machungu yao. Wengine wanapambana kusomesha watoto wao wenyewe, wengine wanapambana kutafuta riziki wao wenyewe. Sio kwamba watongozwi, sio kwamba hawapati tamaa, lakini wengine wanaamua kujishikilia tu ili kutunza thamani zao. Baba, hata kama hiyo thamani iliwahi kupotea, usiku wa leo rejeshea watu wako thamani zetu. Turejeshe Bwana, katika jina la Yesu. Mwanamke akawe mwanamke, mwanaume akawe mwanaume, katika jina la Yesu. Makofi kwa Yesu. Sasa kwenda kuingia kwenye maombi, na maombi haya nataka yagawanyike hivi.
Kama uko hapa umewahi kupata mtoto na mtu ambaye kwa sasa sio mumeo, aidha yeye uko kwenye maisha mengine ama hamuishi pamoja, lakini hautamani kurudi kule ulikotoka, hilo kundi la kwanza. Ngoja nirudie, yaani umewahi kuzaa na mtu ambaye hautamani kuishi naye kwenye maisha yako kwa sasa, hilo ni kundi la kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Nimeeleweka? Nimeeleweka? Hilo ni kundi la kwanza. Usijilazimishe, usichokaingia kwenye moto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama upo naye sasa hivi, yaani hautamani muendelee na maisha, lakini sasa hivi ukitoka kwenye maombi unarudi kwenye kitanda chake, wewe ni kundi lingine. Bwana Yesu asifiwe. Wewe sita kujumuisha na hao ambao hamuishi pamoja. Kwa hiyo tutafanya maombi special kidogo tukishamalizana na watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kundi lingine ni kundi la watu ambao wanatarajia kuingia kwenye ndoa. Yaani unatarajia kuingia kwenye ndoa, aidha tayari kuna mchumba ama kuna mtu ambaye yupo unatarajia kuingia naye kwenye ndoa sio muda mrefu. Tutaomba kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Naomba umwambie Yesu leo yote, usiache tena. Mwambie Yesu, huyu mtu unayempenda ni Muislamu, usimfiche. Anajua lakini mwambie. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie yote, yaani jimalize leo. Nitaweka biti kwa sauti kubwa ili tusisikilizane, ili pasiwepo na aibu. Kila mtu ajimalize kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Umwambie Yesu ukweli kabisa, Yesu, nampenda huyu mtu ila hana kazi. Ohehahe Baba, naomba fanya njia zako. Mungu anazo njia zake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kama uko kwenye dilema, yani upo kwenye njia panda, hujui uende huku ama uende huku, pia napo jimalize kwa Bwana. Lakini pia kama upo kwenye mahusiano lakini maoni unajisikia hali ya jangwa, yani hali ya kama upweke, lakini uko kwenye mahusiano, wewe naye ni kundi lingine. Bwana Yesu asifiwe. Jimalize kwa Bwana. Katika makundi yote jimalize kwa Bwana. Lakini kama umewahi kuwa na nia ya kubeba mimba, ndoa hutaki lakini unataka kubeba mimba, wewe ni kundi maalum. Unahitaji spana za kiroho, yani tutakupiga mpaka nyundo leo mpaka kieleweke. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kiroho kinakusukuma kabisa, nataka katoto, nataka katoto, naitwe mama Nadia, naitwe mama fulani, naitwe mama fulani, lakini kuhusu kukaa kwenye ndoa hutaki, na mpaka sasa hii umeachika, maybe kwa sababu ya ujeuri, ukorofi, kiburi, kupanda juu. Wewe ni kundi maalum sana. Yani wewe hata ukiamua kukesha hapa mpaka asubuhi hatutashangaa, na mimi nitakesha na wewe hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanawake wabishi wanaojisikia kupiga waume zao wanyosha mikono juu. Yani wewe unajisikia utamani umtie ngumi, nyosha mkono juu. Yesu anajua. Wapo wengi. Wapo wengi. Kuna wengine pia wanatamani yani aolewe na mtu msukule, yani awe analeta pesa lakini yeye ndo anamburuta. Bwana Yesu asifiwe. Unajua nimekuja kugundua kitu kimoja, wanawake ambao wapo kanisani asilimia kubwa ndo wakoloni kwenye mahusiano yao huko. Yani unaweza ukaomba Baba mbadilisha huyu mtu wake huyu, lakini kwenye ulimwengu wa roho kweli wewe ndo mwenye makosa. Yani wewe ndo mjeuri. Kisingizio nini? Nikimpiga spana za maombi atanyooka. Bwana Yesu asifiwe. Leo jimalize, mwambie pia Yesu, mimi ni mkorofi, kitaeleweka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunakwenda kuingia kwenye maombi. Tutaanza maombi ya kwanza, nitawaongoza kwenye maombi ya toba, alafu baada ya hapo tutakwenda ku play beat, itakuwa kwa sauti ya juu, kila mmoja kwa kona yake. Kila ulioko hapa una shida eneo la mahusiano, kila mmoja, hususan wewe ambaye uko kwenye mahusiano lakini unajisikia upweke, yani kama mwenzako hayupo, hususan wewe, kila mmoja jimimine kwa kona yako. Ukiamua kwenda kujificha kule, ukiamua kwenda kwenye pipa popote, hata ukiamua kwenda chini ya mti, nenda kajimalize kule. Kama unaweza kunena kwa lugha, nenda kwa lugha. Kama unaweza kuomba kwa kikabila chenu, omba kwa kikabila chenu. Kama unaweza kulia, lia. Kama unaweza kupiga ukunga, piga ukunga mpaka upone. Usikubali kuomba kisuperstar. Bwana Yesu asifiwe. Mkimaliza kuongea mtaniambia kama ndoa zenu ziko salama. Kuna mwanamke mmoja alikuja hapa kanisani tukafanya maombi. Mumewe alisema kwamba yule mwanaume ni yule mwanamke ni tasa, azai. Piga maombi sana. Lakini kumbe yule mwanamke aliweka ndani yake sitamzalia huyu. Akakaa na hiyo hali. Baada ya kuachana tu akaenda kazaa, akapata mtoto wa kike. Kama kuna watu wa aina hiyo hapa, usijizuie kutubu. Usijizuie kutubu. Kama huyo uliye sasa una ujasiri wa kumbebea kiumbe kwenye tumbo lako, ondoka kabisa kwenye hayo mahusiano. Ondoka kabisa kwenye hayo mahusiano. Ondoka, hata pesa zake usile, ni laana. Na hiyo laana haitakuacha salama hata kama yeye ni mkorofi, kwa sababu kadri unavyochukua hilo ni deni na utadilipa tu. Siku moja pepo moja likanijia. Lile pepo limenijia lina sura za wanawake wengi ninaofahamu. Lile pepo likaniambia, ninaomba nitimizie ahadi zangu zote ulizowahi kunipa. Ghafla kwenye akili yangu zinanijia ahadi zote nilizowahi kuwapa watu, kwamba tutaoana, tutafanya hivi, tutaenda wapi, tutarudi wapi. Roho Mungu akaniambia, watu wangu wanaishi kwenye magereza ya ahadi, na ndio maana leo hii uko hapa. Ninataka toba hii ibebe kwa mzigo. Sema, ewe Mungu wangu, wewe ni baba yangu, wewe ni shahidi kwenye maisha yangu. Ikiwepo hatia inayotokana na ahadi niliyowahi kuifanya, ninaomba unisamehe. Ikiwepo nafsi
inayodai kwenye ulimwengu wa roho, inayonifunga nisifurahie mahusiano, ili nikae kwenye upweke. Ninaomba unisamehe, ninatubia hiyo dhambi, ninatubia hiyo dhambi. Hata kama ni miaka 10 iliyopita, ninaomba rehema, kwa maana ulimwengu wa roho hausahau lolote, hausahau lolote. Mbingu haisahau, kuzimu haisahau, dunia haisahau. Yesu, leo ninatubu, niwe huru kwenye kifungo cha ahadi, niwe huru, niwe huru, niwe huru pale nilipoongopa, pale nilipodanganya ili nipate maslahi. Ninaomba unisamehe, ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu, ninaomba unirehemu pale nilipoishi maisha ya maigizo ili nipate maslahi niliona yananifaa. Ninaomba unisamehe, maana nimekukosea, nimekukosea Bwana. Ninaomba unirehemu, uniongoze upya katika njia yako, katika jina la Yesu. Simama mahali ulipo, simama mahali ulipo, simama mahali ulipo. Tafuta kona yako, tafuta kona yako. Kama utaenda na kiti, utaenda na mkeka, unafahamu wewe. Tafuta kona yako, sema Baba yangu, Baba yangu, ninaleta sauti yangu, ninaleta sauti yangu ninapokulilia. Kubali sauti yangu, kubali sauti yangu. Ninatamani ndoa moja isiyo na kuachana, isiyo na talaka, isiyo na dharau. Ninatamani ndoa itakayokuwa na heshima, itakayotamaniwa na wengi, itakayokuwa ya mfano. Ninatamani ndoa ambayo hakutakuwa na mtu wa tatu katikati yetu. Ninatamani ndoa itakayobeba uthamani wa maisha yangu, wa hatima yangu. Mimi bado niko hai, mimi bado niko hai. Ninatamani heshima yangu ikaonekane kwenye lango la ndoa. Sitadharaulika, sitafedheheka katika jina la Yesu. Usiku wa leo ninakuita baba wa yatima, unayesikia vilio vya watu, sikia na changu, sikia na changu, sikia kilio changu, ona machozi yangu. Ninaomba unisamehe, ninaomba unisamehe, ninaomba unisamehe, ninaomba unisamehe, ninaomba unisamehe, ninaomba unisamehe. Bwana Yesu, usihesabu uovu wangu, ione damu yako, ione kazi ya msalaba, ukanitakase, 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 ukanitakase. Shuka mbele za Bwana kwa toba, shuka mbele za Bwana kwa toba.